anayeongoza ligi kwenye michezo 17 mpaka sasa hivi ana point 39. Anayefuata ambaye ndo tishio ana point 37. Anayefuata ana 36. It's only fair for him, yani it's only fair for Villa kuwa kwenye mazungumzo ya ubingwa. Lakini kama nilivyosema awali, Premier League, ligi yoyote duniani, sio sprint, sio mbio fupi, sio nani atawahi kufika finish line, bali nani ataweza kuvumilia zile haso za katikati hapa, miba, mishale, chupa zimevunjika barabarani, mabonde, milima, mpaka mwisho. Kama nilivyosema, atakayeweza kuvumilia mpaka mwisho atakuwa mshindi. Villa ana fuel. Sasa hivi tuko halfway. Game wiki hii inayokuja ya wiki hii ni halfway ya Premier League. Michuano anasema kwamba tuna mechi 18, bado moja iwe halfway. Ina mechi 18, zinakuwa zimebaki mechi 20 ili tufike mechi ya mwisho, si ndio? Kwa hiyo kama Villa ataweza kuwa na uvumilivu, na ukiangalia kikosi cha Villa si kikosi kibaya, lakini bado hakina uwezo wa kuendiwa. Kuna wachezaji watatu, labda wawili wa mbele pale ukiwapunguza, mmoja wa katikati ukapunguza, na kipa wao Dibu ukasema naye kapata majeraha. Mambo hayawezi kuwa sawa na Man City, ambaye tunaweza tukawa tunawachukulia Arsenal na Man City poa kwa sababu wanashinda, lakini Man City ameanza msimu wana James Trafford golini. Akaona labda mambo hayaendi vizuri, kamleta Gianluigi Donnarumma anafanya vitu. Very few teams zinaweza zikafanya hivyo. Wakina John Stones, wakina nani wale mabeki wanaumia day in day out. Pep anakuja tu na kakijana fulani hivi kutoka academy anacheza, tunasema kimetiki. Midfield ya City anaumia huyu, anacheza yule, forward line pale mbele anacheza huyu, anacheza yule, japo denominator ya City nayo inabaki pale pale kwa Erling Haaland, mchezaji ambaye almost kila mechi anafunga. Haya, turudi kwa Arsenal. Wana Raya, wana mabeki wao wale wakina Saliba na wenzake wameshikilia goli pale. Saliba kaumia, kaja Insepe, kaja Mosquera, si ndio?